Mungu atakuwa pamoja na wewe, Mungu atatembea pamoja na wewe, Mungu atakutetea. Wapo viongozi tulioona waliokataa rushwa wakatembea. Yusufu alikataa rushwa ya ngono, baadaye akawa waziri mkuu. Usirubuniwe kwa sababu ya ngono, usirubuniwe kwa sababu ya mapesa. Wapo viongozi wengine walikubali pesa, wakaharibu uongozi wao, wakaharibu hatima zao. Hakikisha ya kwamba katika uongozi wako usihakikishe unaingia kwenye mifumo ya ovyo. Usiabudu miungu mingine katika uongozi wako. Simama na Mungu pekee, tii sauti ya Roho Mtakatifu peke yake. Huo uongozi wako utakuwa ni uongozi wa kudumu. Wajukuu watakuja, virembo watakuja, watakumbuka uongozi wako kwa sababu uongozi wako ulikuwa ni hodari. Acha historia kwenye uongozi wako. Leo naongelea kwa ajili ya watu ambao ni viongozi. Kama Bwana amekuchagua kwa kiongozi sehemu fulani, hakikisha kwamba unaacha historia nzuri katika uongozi ulionao. Usifanye mzaha. Mungu amekuchagua, Mungu amekukubali, Mungu amekupenda, Mungu ameona una thamani. Toa Mungu. Kama umekuwa ni kiongozi, simamia nafasi yako vizuri. Nataka niende nikaombe sasa kwa ajili ya viongozi. Kama upo wewe ni kiongozi unanisikiliza, au mwingine sio kiongozi lakini unaona ndani yako unasikia, unaota hata ndoto utakuwa kiongozi. Una matarajio ya kuwa mbunge, una matarajio ya kuwa diwani, una matarajio ya kuwa mkuu kwenye kiti fulani, una matarajio fulani makubwa, una matazamio makubwa. Mwingine na matazamio ya kuwa waziri, mwingine na matazamio ya kuwa askofu. Ni kiongozi. Popote pale ambapo nataka kuwa kiongozi, nataka nikaombe sasa, maombi haya yakapate kukupata, maombi haya yakapate kukupata. Bwana akakusaidie uwe ni kiongozi wa haki, uwe ni kiongozi wa kudumisha utulivu na amani katika uongozi wako, uwe ni kiongozi unaweza kusikiliza watu wote, uwe ni kiongozi mwenye kujitoa katika moyo na kuwapenda watu wote. Nataka nikamilishe. Baba Mungu, naomba sasa kwa ajili ya mtu anayenifuatilia na kunitazama. Baba, nimehubiri maneno yako kwa habari ya kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Najua kila ambaye atasikiza sauti ya Roho Mtakatifu, kiongozi yote, Bwana umewashahidi atakula mema katika nchi, ataishi miaka mingi, ataona wana wa wanae. Baba, nami natamka sasa, kuna kiongozi mmoja alishaona makosa, mwingine alikula rushwa. Sasa ni wakati amesikia majuto ndani ya moyo wake. Alishakuwa akitoa hukumu isiyo ya haki, lakini sasa amesikia neno lako na anataka kugeuka, anataka kubadilika. Naomba maombi haya yakampate, naomba maombi haya yakamguse, naomba yakabadilishe moyo wake, naomba yakaumbe upya, haki kazaliwe ndani yake, akawe kiongozi mzuri, akatende mema katika nafasi ambayo amepewa. Maana sasa ametambua ya kwamba nafasi hii uliyompatia ya uongozi, ya mamlaka, yametoka kwako, na Mungu ni lazima atembee sawa sawa na neno lako. Baba, nakushukuru, Baba, nakutukuza kwa ajili ya wakati huu mzuri. Jina lako Mungu wetu libarikiwe. Asante Yesu Kristo hai. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana ambao wanatufuatilia. Naitwa Rev. Pastor Emmanuel Kitomari. Nipo Msongora. Tuko hapa chini ya kanisa la City Center. Tupo mahali hapa. Ni mchungaji kiongozi. Unaweza kukaribia, kuweza kuhudumu pamoja na sisi. Na ratiba zetu za ibada zetu ni kila siku tupo mahali hapa. Asubuhi na jioni tuna maombi, alfajiri tuna maombi, na jioni tuna maombi saa 12 mpaka saa 2 usiku. Lakini vile vile kila siku saa 6 mpaka saa 10 tunakuwa na ushauri na unasi. Wewe ambaye ni kiongozi unataka kuja kupata ushauri zaidi kwenye uongozi wako, kufanya vizuri na vema, unaweza kukaribia kupata ushauri na hekima ya Mungu mahali hapa. Vile vile zaidi, Jumamosi tuna ibada nzuri, ni siku ya Sabato ya Bwana. Kama Bwana alivyoagiza tuheshimu siku ya Sabato. Ni Sabato ya Bwana, ni siku nzuri. Kuanzia Ijumaa jioni tunakuwa na mkesha maombi, ndio ratiba yetu. Lakini vile vile asubuhi kuanzia saa 2 mpaka saa 7 tunakuwa na ibada siku hiyo ya Sabato ya Bwana. Tunamshukuru Mungu, hapa ni siku ya mapumziko. Leta wote wadhaifu na wagonjwa waweze kuombewa na kuponywa. Lakini siku ya Jumapili tuna ibada nzuri ya kusifu na kuabudu. Ni siku ya Bwana. Kristo Yesu naye alifufuka siku ya Jumapili. Tunaiadhimisha, maana kila siku kwetu ni ya thamani mbele za Mungu. Jumapili njoo tuweze kumsifu na kumwabudu Mungu kuanzia majira ya saa 2 mpaka saa 7. Karibu sana, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Zaidi sana niseme Mungu wa mbinguni akubariki. Piga namba za simu kwa mahitaji 0754315020. Tupo pia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook, kama vile Instagram, kama vile TikTok, kama vile YouTube,
tupo mahali pale, unaweza ukatutafuta kwa jina